Karibu Wina Media upate habari mbalimbali za michezo, uchambuzi kutoka ligi kuu Tanzania bara. Subscribe na bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata habari zote hizi. Mambo vipi mwanamichezo, wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendwa kabisa ya Wina Media, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans. Unaambiwa mambo yamekuiva huko ndani kwa ndani kuhusiana na sakata la mchezaji Clatous Chota Chama. Unaambiwa kila kitu kimeweza kuwekwa bayana. Utakwenda kujua nyota huyo kwa nini ameweza kufikia maamuzi ya kuondoka ndani ya kikosi cha Young Africans, ikiwa bado ana mkataba na Young Africans ambao unakadiriwa kubakia kwa muda mchache, lakini anapaswa kuweza kutumikia mkataba wake wote kabisa uweze kumalizika. Na inaelezwa kwamba mwamba huyo anarudi katika timu yake ya zamani. Sasa itakuwaje kile ambacho kilichoweza kutokea wakati na kwenda kuobwaga? Utakwenda kujua kila kitu kwa sababu nimekusogezea taarifa kamili hapa ndani ya channel yako pendwa kabisa ya Wina Media. Na ikiwa ni mara yako ya kwanza kabisa ndio unatembelea katika channel ya Wina Media, ajua kwamba umepitwa na taarifa nyingi. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa kwenye simu yako, ni kubonyeza tu neno jekundu liloandikwa hapo no subscribe, na kisha ukabonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu popote pale unapokuwepo, pasipo kuweza kuhangaika huku na kule kwenye kutafuta taarifa. Taarifa zinakuwa zinakufikia moja kwa moja kwenye simu yako. Karibu tuzungumze kuhusiana na hili ambalo linaloendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka Young Africans. Klabu ya soka ya Young Africans ambayo kwa sasa bado wapo katika harakati za kuendelea kudai haki yao. Ukiweza kushuhudia wakielekea sasa kule katika mahakama ya usuluhishi, yani nazungumzia kasi, ambako inaelezwa taarifa ya kwamba wamepeleka malalamiko yao huko kwa ajili ya kuenda kufafanuliwa na kupata ufafanuzi na majibu na pengine haki kutendeka kwa jinsi ambavyo wao wanatarajia kupata pointi 3 zao na magoli 3 mara baada ya klabu ya Simba kugomea mchezo ule na TFF kuweza kutangaza kuweza kuahirisha huo mchezo. Sasa kwa kile ambacho kinachoendelea, mashabiki wanatamani kumuona basi hata mechi ambazo zinaonekana hazina ule labda tupende upinzani mkubwa sana, basi aweze kuonekana basi hata akicheza, lakini imekuwa ni ngumu kwa nyota Clatous Chota Chama kuonekana kwenye kikosi cha Young Africans kwa hivi karibuni, kutokana na inaelezwa kwamba nyota huyo afurahishwi na yale ambayo yanayoendelea kwenye kikosi cha Young Africans, ikiwa sababu kubwa ya kutokumuona Chama sasa hivi kwenye benchi la Yanga na hata kwenye matukio ya Young Africans, kama watu walianza kuhoji kwa nini Clatous Chama kuonekana kwenye harusi ya Aziz Ki. Unaona bana, maneno yakawa ni mengi, lakini hata hivi kwenye sherehe za Young Africans kumuona Clatous Chota Chama imekuwa ni kwa nadra sana. Unaambiwa nyota huyo hana furaha na kikosi cha Young Africans, na sababu kubwa ni kutokupata nafasi ya kucheza dakika zote katika kikosi cha Young Africans, ambapo anaona kama Young Africans wanamchukulia poa na umuhimu wake kwake hawauoni, tofauti na vile ambavyo mashabiki walitarajia. Ikumbukwe kwamba Clatous Chota Chama aliondoka kwenye klabu ya Simba akiwa ni moja kati ya wafalme wakubwa kabisa waliokuwa wanaheshimika. Chama alikuwa akitolewa dakika ya 60, basi jua tu kwamba wewe kama ni kocha, uwanja mzima wote lawama ni za kwako. Na pindi ambapo tena na timu ikapoteza na Chama yumo uwanjani, yuko benchi na ni mzima kabisa, basi jua ya kwamba pengine kibarua chako kama kocha kinaweza kikawa ndo kinaelekea mwishoni kabisa. Sasa alipofika kwenye kikosi cha Young Africans, mambo yakawa ni tofauti. Akakutana huko na wababe wenzie, akakutana na majina makubwa na viwango vikubwa. Hivyo basi Clatous Chota Chama kuonekana kwenye kikosi ikaanza kuona kama vile ni kubipu. Anatokea leo, mchezo ujao atokei, mchezo ujao anatokea dakika 70 80, ndio unaona kilichokuwa kinakwenda kutokea. Sasa ninachoelezwa ni kwamba taarifa za ndani ni kwamba mwamba Clatous Chota Chama amesusia mazoezi pamoja na kutoonekana kikosini kwa muda
ikielezwa kwamba anashinikiza aondoke ndani ya kikosi hiko cha klabu ya soka ya Young Africans, ambapo taarifa zinazoelekezwa ni kwamba anarudi kwa mara nyingine tena ndani ya kikosi cha klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba Sport Club. Wanalunyasi kabisa huko. Na hivi karibuni Clatous Chama aliojiwa akasema ya kwamba kama sehemu ambapo angependa kwenda kupumzika mara baada ya maisha yake ya soka, hapa nazungumzia angependa kwenda kulimalizia soka lake ndani ya kikosi cha klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba, kama viongozi na mashabiki watakubaliana na yeye kuweza kurudi kwenye kikosi hicho. Ndio maana akasema ya kwamba anatamani kurudi kwenye kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans. Majuto ni mjukuu, Chama yamemkuta. Ufalme wa Clatous Chama umevunjwa rasmi kwenye klabu ya Yanga. Hivi ndivyo wanavyoweza kusema kutokana na changamoto anazozipitia nyota huyo tangu alipojiunga na klabu hiyo mwanzoni mwa msimu huu. Chama alijiunga na Yanga akitokea katika klabu ya Simba ambayo alifanya nayo kazi kwa miaka mingi sana. Kuondoka kwake ilikuwa ni taarifa mbaya kwa mashabiki na wadau wa klabu hiyo, kwa sababu wengi wao walikuwa wanampenda sana nyota huyo, raia wa nchini Zambia. Chama alipokuwa anacheza soka la kulipwa katika klabu ya Simba alikuwa anaaminika sana, na makocha wote aliofanya nao kazi walikuwa wanampa nafasi ya kudumu ya kucheza kwenye kikosi cha kwanza, na hii ilitokana na ubora mkubwa aliokuwa nao nyota huyo. Zama zimebadilika ghafla na kwa Chama, ambapo sasa akiwa na kikosi cha Yanga anaonekana kama mchezaji wa kawaida sana ambaye hana sifa ya kuanza kucheza kwenye kikosi cha kwanza cha wananchi. Chama amepoteza haki na utawala wake wa kucheza kwenye kikosi cha kwanza cha Yanga kama ilivyokuwa kwa wakati ule ambapo alikuwa anacheza soka la kulipwa katika klabu ya Simba. Kocha mkuu wa klabu ya Yanga kwa sasa, Mirudi Amdi, mpaka sasa ameonyesha wazi kwamba Chama sio mchezaji tegemezi kwenye kikosi cha muda wote. Amekuwa akiwatumia wachezaji wengine kama Aziz Ki, Pacome Zouzoua katika nafasi ambayo Chama alikuwa anastahili kucheza. Mfano mdogo ni kwamba katika mchezo dhidi ya hapa nazungumzia Coastal Union katika kombe la FA, katika mchezo huo Chama hajapata nafasi hata kukaa benchi, kitu ambacho kinaonyesha wazi kwamba nyota huyo kwa sasa hayupo kwenye mipango ya kocha kuelekea msimu ujao, ambapo tayari ameanza kumtoa katika zile hesabu zake. Unaona bana. Kwa hiyo Clatous Chama kwa sasa jua linamwakia kweli kweli katika kikosi cha klabu ya soka ya hapa nazungumzia Young Africans. Nilimekwambia kwamba Simba Sport Club wenyewe bado hawajasema chochote juu ya kurudi kwa Clatous Chama. Je, mashabiki wataweza kumpokea? Kwa sababu wakati wanaondoka wengi walinungunika kweli kweli, wengi roho ziliwauma walipoweza kusikia taarifa tu asubuhi ya mapema kwamba Clatous Chama si sehemu tena ya wachezaji wa kikosi cha klabu ya Simba, na bora angeenda zake hata Zambia huko Zesco United. Lakini alipoamua kutoka kwa mahasimu wao Young Africans, ndipo hapo hasira na chuki zikapanda kwa mashabiki, wakaanza kushusha thamani yake na kumuona mchezaji wa kawaida. Vipi watampokeaje Clatous Chama kwa macho mengine tena ndani ya kikosi chao? Weka maoni yako hapo chini katika upande wa comment. Usisahau kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele. Hii hapa ni